wapo waliofungwa vifungo vya maisha jela na wapo ambao wamefungwa miaka 30 gerezani. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kimgongo TV, na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Watuhumiwa waliopatikana na hatia ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya wamehukumiwa kifungo cha maisha jela, huku wengine wakipewa adhabu ya kifungo cha miaka 30 kulingana na uzito wa makosa yao baada ya kesi zao kukamilika mahakamani. Hukumu hizo zimetajwa kuwa ni sehemu ya mkakati madhubuti wa serikali wa kukomesha mtandao wa usambazaji wa matumizi ya dawa za kulevya nchini. Akizungumza wakati wa zoezi la kuteketeza dawa hizo, afisa sheria wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kanda ya kati, wakili Mesha Kiliabonga, amesema jumla ya kilo 600 za bangi na mirungi zimeteketezwa jijini Dodoma kwa mujibu wa amri za mahakama baada ya kukamilika kwa kesi husika. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imetoa onyo kali kwa jamii, hususani vijana, kujiepusha na matumizi na biashara ya dawa za kulevya, ikisisitiza kuwa madhara yake ni makubwa kiafya, kijamii na kiuchumi. Katika dampo la jiji la Dodoma ambalo liko maeneo ya Ntyuka, tumeweza kuteketeza kilo 600 za dawa za kulevya aina ya bangi pamoja na mirungi, ambazo dawa hizo ambazo zimeteketezwa zimetokana na kesi ambazo zimekwisha mahakamani, ambapo mahakama ilitoa amri ya kuweza kuziteketeza. Kwa hiyo hii katika dampo tumeweza kuteketeza hizo kilo 600 ambazo tumepata amri toka mahakamani. Mamlaka ya dawa za kulevya, mamlaka kutoa dawa za kulevya kanda ya kati Dodoma, tunaendelea kutoa rai kwamba watu ambao wanajihusisha na biashara dawa za kulevya waweze kuacha kujihusisha na biashara hii, kwa kuwa mamlaka iko macho na muda wote tunaweza tukawafikia na kuwakamata. Na tutaishia kuwakamata tu na kuwapeleka mahakamani ambako watapewa adhabu ya kifungo, lakini vile vile mamlaka kudhibiti dawa za kulevya itataifisha mali zao ambazo wamekuwa wakizichuma kutokana na biashara hii ya dawa za kulevya. Hivyo ndio wito na rai kwa jamii nzima kuacha kujihusisha na biashara dawa za kulevya, waweze kujikita katika biashara ambayo ni halali kwa ajili ya maendeleo ya taifa kiujumla. Asante. Asante. Ni watu wangapi sasa ambao wamekamatwa na hii na wamechukuliwa hatua za kisheria? Katika vielelezo ambavyo tumeviteketeza siku ya leo, idadi ya watuhumiwa ambao walituhumiwa katika mahakama tofauti tofauti ambazo katika kanda ya kati, nikimaanisha mahakama za mkoa wa Singida, mahakama mkoa wa Dodoma na mahakama za wilaya ya Mvomero Morogoro, jumla ni washtakiwa 50 ambao walikuwa wametiwa hatiani kutokana na biashara ya dawa za kulevya. Wamechukuliwa hatua gani? Kwa mujibu wa sheria, wapo waliofungwa vifungo vya maisha jela na wapo ambao wamefungwa miaka 30 gerezani kutegemeana na uzito wa vielelezo ambavyo walikuwa wamekamata navyo. Natoa wito gani sasa kwa wale wote ambao bado wanaendelea kujihusisha na hii biashara? Wito wetu sisi kama mamlaka ya dawa za kulevya, tunasisitiza watu wajihusishe katika biashara ambazo ni halali, waachane na biashara dawa za kulevya, kwa kuwa biashara hii ni haramu na inawapelekea watu kufungwa vifungo vya maisha na vifungo vya miaka 30 gerezani. Kwa hiyo watu wafanye biashara ambazo ni halali, ambazo kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi, tembelea hapa Kimgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kimgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Ntyuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kimgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kimgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kimgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.